Je, Uhuru Muigai Kenyatta ataweza kumteua Edwin Sifuna wa Kenya kuweza kupeperusha bendera ya muungano wa Azimio One Kenya Alliance ili aweze kukutana na Rais William Samoei Ruto kwenye debe, ama ni nani ambaye Uhuru Muigai Kenyatta ataweza kumteua? Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu tuweze kuwapakulia habari kuhusiana na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya na mzungumzia Uhuru Muigai Kenyatta kuweza kuandaa mkutano mkubwa wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, na kuweza kujadili ni nani ambaye ataweza kupeperusha bendera ya muungano huo, ama mbinu ambayo wataweza kuitumia kuweza kuchagua mgombeaji mmoja ambaye ataweza kumenyana na Rais William Samoei Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027. Na tunaona kwamba wingu la siasa linazidi kutanda katika nchi ya Kenya, na tunaona kwamba joto la kisiasa pia linazidi kuongezeka katika nchi ya Kenya kila uchao, na wengi wanaweza kujitokeza. Wanasiasa wengi wanajaribu kutafuta uungwaji mkono tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao, mwezi ukiwa ni Agosti tarehe 10. Na hii leo tuna yale ambayo yanazidi kufanyika, tuna mambo mengi ambayo yanazidi kufanyika, na mojawapo tu ya mambo ambayo yanazidi kufanyika nchini ni huu mkutano mkubwa sana. Nazungumzia mkutano wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance ambao unaongozwa na aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Na baadhi tu ya agenda ambazo zinaweza kuzungumziwa pale ni kuweza kukuja na ile formula ambayo muungano huo utaweza kutumia ili waweze kuwa na mgombeaji tu mmoja ambaye ataweza kumenyana na Rais William Samoei Ruto. Na kumbuka tu kwamba wengi wa opposition leaders wamekuwa wakizungumza hapa na pale wakisema kwamba kuweza kumshinda William Samoei Ruto lazima waweze kuungana wote pamoja na waweze tu kuwa na mgombeaji mmoja ili wasiweze kupoteza kura, ama kwa lugha ya kimombo tunasema kwamba wasiweze kudivide zile kura, wasiweze kugawanya zile kura. Na baadhi tu ya viongozi ambao wameweza kuonyesha azma ya kuwania kiti hicho cha urais ni pamoja na Fred Okengo Matiang'i ambaye yuko pale kwenye chama cha Jubilee, na pia kuna viongozi wengine kama vile Eugene Wamalwa pia yuko pale kwenye chama cha DAP-K, na pia kuna viongozi wengine pia kama Edwin Sifuna anaweza kuwakilisha kundi la Linda Mwananchi. Na tunaona kwamba lazima waweze kuwa tuna mgombeaji mmoja kulingana na namna ambavyo wamekuwa wakizungumza na kusema kwenye mikutano ili waweze kumuondoa Rais William Ruto, na ndiposa Uhuru akaweza kuitisha mkutano huo ili waweze kujadili, waweze kuanza mapema, waweze kujua ni mbinu ipi ambayo wataweza kuitumia kuwa tuna mgombeaji mmoja. Na kumekuwa na tetesi za hapa na pale kuhusiana na kwamba Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa akifund lile kundi la Linda Mwananchi, na pia kumbuka kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ni wa chama cha Jubilee na Fred Okengo Matiang'i pia yuko pale kwenye chama cha Jubilee. Na wengi wamekuwa wakisema kwamba hizo ni project za Uhuru na Uhuru ndio anaweza kuwasukuma ili waweze kucompete na William Samoei Ruto, lakini hatujaweza kudhibitisha habari hizo kwani zimekuwa tu ni kama propaganda ama porojo, lakini hakuna mahali popote ambapo aliyekuwa rais huyu Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kusema kwamba kile ambacho wengi wamekuwa wakisema ni jambo ambalo ni la kweli. Na tunapofanya hivi tunaona kwamba kuna makundi tu mengi ya kisiasa yanayozidi kujipanga, na pia Rais William Samoei Ruto anazidi kujipanga kwenye upande wake, na ina maana kwamba uchaguzi ujao utakuwa ni uchaguzi wa kupigiwa mfano, utakuwa ni uchaguzi ambao utakuwa highly competitive, na basi lazima watu waweze kujipanga mapema. Na ikiwa tu basi unajiuliza swali la ni vyama vipi ambavyo viko pale kwenye muungano huu wa Azimio One Kenya Alliance ambavyo vinaweza kuunda muungano huo, ni pamoja tuna chama cha National Rainbow Coalition ambacho kinafahamika kama NARC Kenya, alafu tuko pia na vyama kama vile Labour Party of Kenya LPK, tuko na Wiper Democratic Movement cha Kalonzo Musyoka, tuko na Party of National Unity PNU,
tuko na chama cha Orange Democratic Movement ODM, ingawaja chama hicho kiliweza kugawanyika kuwa vyama viwili, na ndiposa kina Edwin Sifuna wakaweza kuelekea pale kwenye muungano wa ama chama cha Linda Mwananchi, na kile kingine ama wakati ambapo kiliweza kusambaratika, basi kina Gladys Wanga, Oburu Odinga wakaweza kusalia pale wakimuunga Rais William Samoei Ruto mkono. Na pia kuna chama kama vile Jubilee Party, kuna National Rainbow Coalition, kuna Kenya. Kuna vyama tu vingi ambavyo viko hapo. Kuna takriban vyama 21 ambavyo vinaweza kutengeneza huu muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance, na hatujui ni nini kitakuwa kinaweza kuchipuka pale kwenye mkutano huo. Hatujui ni uamuzi upi ambao utakuwa unaweza kukubaliwa pale, ama ni formula ipi ambayo itakuwa inaweza kupitishwa pale, na hatujui kwamba pia kama Edwin Sifuna atakuwa anaungwa mkono ama ni Fred Okengo Matiang'i ama ni viongozi wengine watakuwa wanaungwa mkono. Lakini tunazidi tukusubiri, manake ndio tunasema kwamba tu ndio mwanzo wa ngoma, na hatujui kile ambacho kitakuwa kinaweza kuendelea. Kumbuka kwamba Uhuru Muigai Kenyatta amekuwa pia akijihusisha kwenye siasa, lakini wandani ama wale wanaompinga mkono wamekuwa wakimchochea sana, wakisema kwamba hapaswi kujihusisha na siasa, na yeye aliweza kustaafu, yeye aliweza kuwa kama rais, na kwa hivyo anapaswa tu kuweza kusalia na kuangalia namna ambavyo mambo yanazidi kufanyika. Na sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na mkutano huu ambao utakuwa unafanyika, na sijui pia maoni yako ni yapi kuhusiana na mbinu ambayo labda inaweza kutumika kuweza kumchagua mgombeaji mmoja wa urais, na unaweza tu pia kuachilia maoni yako pale kwenye comment section ili tuweze kupitia, tuweze kujua una yepi ya kuweza kusema. Na tutakuwa tunashuhudia mikutano mingi kama hii ikifanyika kote nchini. Tutakuwa tunashuhudia mikutano hii ikifanyika kwenye yale makundi ambayo yako sasa ya kisiasa, kama vile Linda Mwananchi, kama vile United Opposition, kama vile upande wa serikali UDA pamoja na ODM, wote wakiweza kujiandaa kuweza kutafuta yule ambaye atakuwa anapeperusha bendera. Na kwa hivyo nakuomba tu kwa moyo mkunjufu uweze kuachilia maoni yako pale kwenye comment section, uweze kutoa hisia zako pale kwenye comment section ili tuweze kujua maoni yako ni yapi kuhusiana na mikutano hii, maoni yako ni yapi kuhusiana na agenda ambazo zinazidi kuzungumziwa, na kile kingine pia ambacho unaweza tu kusema waachilia pale kwenye comment section. Na ikiwa hujaweza kusubscribe kwenye account hii, hakikisha tu kwamba unaweza kusubscribe, una ring kengele to turn on notification, ili ndiposa tunapoachilia kazi kama hizi sawia na hizi kuhusiana na kila ambacho kinaweza kuendelea, basi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata habari zenyewe. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.